Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Hujambo mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba popote pale ulipo. Leo kipindi hiki kinakujia kutoka mkoa wa Lindi. Hii ni barabara maarufu sana ya kuelekea jijini Dar es Salaam, lakini pia ndio barabara inaweza kutumika kuelekea mkoa wa Mtwara, kuelekea Masasi mpaka ukafika huko Ruvuma. Hapa ni mahali ambapo panajulikana kama shule ya msingi Rahaleo katika mkoa huu wa Lindi. Shirika la Nyumba la Taifa limekuja na mradi mkubwa sana wa jengo la biashara. Tunaliita Mpanda Commercial Complex. Hili hapa nyuma yangu. Tumefika hapa tuweze kukuletea kile ambacho kinajiri mpaka wakati huu katika utekelezaji wa mradi huu. Ungana nasi wa Maisha ni Nyumba kutoka NHC ili uweze kufahamu mengi kuhusiana na utekelezaji wa mradi huu. Hapa kuna injinia ambaye anasimamia ujenzi, anaitwa George Chanel. Karibu tuweze kumsikiliza. Na mtazamaji, na moja kwa moja nimefika ndani ya jengo ujenzi ambako unaendelea ili tuweze kuzungumza na mhandisi ambaye ndiye anasimamia utekelezaji wa mradi huu, mhandisi George Chanel, aweze walau kutueleza kuhusiana na utekelezaji wa mradi wa jengo kubwa la biashara linalojengwa na Shirika la Nyumba la Taifa hapa mkoani Lindi. Karibu sana George, na awali ya yote hongereni sana kwa kazi. Asante sana. Karibuni na nyinyi. Asante. Hapa mlipo ni mradi wa Mpanda. Ni mradi wa jengo la kibiashara ambalo linajumuisha maduka, kutakuwa na mabenki, kutakuwa na restaurants, kutakuwa na gym na kutakuwa na bar. Mradi huu ni mradi wa mwaka mmoja ambao unatekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa kwa 100%. Wajenzi ni Shirika la Nyumba, consultants ni Shirika la Nyumba, na mtoa hela ni Shirika la Nyumba. Mradi huu ni mradi wa mwaka mmoja ambao ni mwaka mmoja na nusu ambao ulikuwa umeanza mwezi wa 7 na unategemewa kuisha mwezi wa 12 2025. Lakini kwa sababu Shirika la Nyumba limejipanga, uwezeshaji huko ni mkubwa, kwa hiyo hata ule muda umepungua. Badala ya mwaka mmoja tunategemea, baada ya mwaka mmoja na nusu tunategemea kumaliza chini ya mwaka mmoja. Kwa sasa hivi hapa tulipo tuko 50% ya utekelezaji wa mradi. Kazi za structure tumeshamaliza. Sasa hivi hapa tunaendelea na kazi za finishing kama mnavyoona hivi. Tunapiga plaster. Tuna haki hizi floor kwa ajili ya kufanya floor finishing. Tunafanya marekebisho madogo ya zile kazi ambazo tulikuwa tumefanya marekebisho. Alafu tunafanya na kazi za nje kama kukata udongo, maka mazingira ya mradi huu ndani unaona hii mradi ulikuwa mlimani. Kwa hiyo kuna sehemu inabidi tukate, kuna sehemu inabidi tujaze udongo. Kwa hiyo ndio kazi ambazo zinafanyika sasa hivi hapa. Hapa tulipoketi mimi na wewe. Tuko labda floor ya ngapi, na labda kwa faida ya mtazamaji ambaye anatuangalia angeweza kumwambia kwamba labda jengo hili ni la ghorofa 3, 4 ama ngapi? Jengo hili lina sehemu 2. Hapa tulipokaa jengo lilianzia upande wa ardhi ambao tunaita ground floor. Lakini upande wa pili kule chini unapoona kule jengo lilianzia chini ya ardhi ambayo tunaita basement. Na ilifanyika hivi ni kutokana na nature ya udongo, alafu na nature ya ile eneo ambapo ilikuwa imekaa. Kwa hiyo tulikuwa tunalazimika ili kuweza kupata structure ambayo ni imara, lazima msingi wake mwingine uende chini ya ardhi ambayo ndio basement. Sasa kwa upande wa basement kule, ukiwa basement maana yake itakuwa ni basement, alafu utakuwa kuna ground floor na first floor. Kwa upande wa basement maana yake kuna floor 3. Na upande huu wa ground floor kuna floor 2. Kuna hii ground floor na first floor.
Jumla mradi mzima una square mita 2919. Yaani square mita za eneo la upangishaji 2919. Kwa sababu mradi huu utakwenda kukutanisha huduma mbalimbali hapa. Ujenzi wake, namna ambavyo mnaujenga, mmezingatia nini katika kuhakikisha labda watoa huduma waliopo hapa hawataingiliana kwa kiasi fulani katika utekelezaji wa shughuli zao? Yaani tumezingatia vigezo vyote. Mfano nimekwambia hapa kuna benki. Mfano kama hapa tulipokaa, eneo hili hapa ni la benki, na hapo unavyoona hapa dirisha hili hapa ni ATM. Hizi ni ATM. Okay. Kwa hiyo hapa tulipokaa ni entrance. Kwa hiyo tukishaingia hapa kuna corridor ambayo itaenda kwenye maduka huko. Alafu kuna ngazi ambazo zitapanda juu. Kwa watu wa benki wanajitegemea, hawataingiliana na watu wengine. Na hawa kwenye maduka kwa sababu kuna corridor kubwa katikati. Kwa hiyo kila duka atakuwa ana access ya hiyo corridor. Kwa hiyo ni muingiliano hautakuwepo. Na vyumba namna ambavyo mmevijenga vinalingana ama? Hapana, vyumba viko vya aina tofauti tofauti. Kuna vidogo na vikubwa. Na hii tulifanya hivi kwa sababu ya uhitaji. Kuna watu wengine wanahitaji kupanga hapa lakini hawana uwezo wa kulipa kodi kubwa. Kwa hiyo shirika la nyumba liliamua kuangalia wateja wake wote wa kipato cha chini na kipato cha juu. Kwa hiyo kuna vyumba ambavyo ni vikubwa, vina square mita zaidi ya 500. Alafu kuna vyumba vidogo vyenye square mita 30 kitu. Kwa hiyo waliconsider kila kitu, lakini hata hivyo bado kuna option. Kama kuna mtu atakuja atahitaji kuwa na chumba kikubwa zaidi, tuna uwezo tena kumuongezea. Na hilo ndio lilikuwa swali lifuate. Ikiwa mtu amefika square meter ambazo ziko tayari, labda yeye kwake anaona hazitatosheleza katika shughuli yake, kwa hiyo ninyi mko tayari kwa ajili ya kuongezea? Tuko tayari, lakini aje mapema. Yaani akija kama wakati tayari jengo lishakabidhiwa itakuwa ni issue nyingine. Ila kama akija sasa hivi kwa wakati wa ujenzi, uwezo kuongezewa upo. Na ndio maana tunawashauri wateja wetu ambao wanahitaji kupanga hapa waje mapema, ili kwenye yule ambaye anakuwa na mahitaji yake binafsi tunaweza tukaconsider katika kipindi cha ujenzi. Na hili hebu litolee angalizo ili waweze kuelewa vizuri kwamba baada ya jengo kukamilika hakutakuwa na extension yoyote mpangaji ambaye ataweza kuifanya. Baada ya jengo kukamilika hataruhusiwa kufanya extension yoyote. Ila kwa sasa hivi wakati ujenzi unaendelea, hiyo tunaweza tukamconsider. Tunapoona majengo makubwa kama haya yanapokuwa yanajengwa, tunaamini kwamba yanakwenda kukutanisha watu wengi katika eneo moja kwa kupata huduma mbalimbali kama ambavyo umetueleza. Je, ujenzi wa jengo hili umezingatia vipi usalama wa wale wote watakaofanya biashara na wateja watakaofika? Sasa jengo hili kwanza lina fence kuzunguka eneo la mradi. Alafu litakuwa na maaskari muda wote ambao watakuwa wanalinda maduka pamoja na eneo la nje. Kwa hiyo kwa maana kwamba wateja wakija na vifaa vyao labda magari na nini yatakuwa yako salama kwa sababu walinzi watakuwepo. Na sehemu ya parking iko ndani ya fence. Alafu na usalama wa maduka na wenyewe utakuwepo kwa sababu wale walinzi watakuwa wanahusika kulinda maduka yote. Kingine ambacho tunaamini ulinzi utakuwa mkubwa kwa sababu kutakuwa kuna benki. Kwa hiyo lazima kutakuwa kuna askari force ambao watakuwa hapa muda wote kwa ajili ya benki. Kwa hiyo nao wataimarisha usalama wa eneo hili. Je, kutakuwa pia na huduma za kijamii za watu kupata namna kujistiri na vitu kama hivyo? Kwa maana ya toilets. Yes. Hizo zipo. Na kila floor kuna vyoo. Kuanzia basement kuna vyoo vyake. Hapa ground floor kuna vyoo na first floor kuna vyoo. Na tulichokifanya tumezingatia watu wa aina wote. Kuna choo cha disabled kiko peke yake, alafu kuna vyoo vya ladies na kuna vyoo vya wanaume. Kwa hiyo haya mahitaji yote tumeyazingatia na ni vya kutosha. Na kwa mfano kwa sasa hivi ujenzi wakati unaendelea, mtu anahitaji kupanga, mnamruhusu kufika eneo la mradi kuweza kuangalia na nini? Yes. Anaruhusiwa. Anaruhusu na wanakuja. Mfano kama wiki iliyopita walikuja watu wa PSSF wanataka na wao kuchukua eneo la ofisi.
Ndio maana nikasema mtu akija mapema tunaweza tukamzingatia, kwa sababu sisi kati tunajenga hatukuwa na hiyo package ya maofisi. Sisi ilikuwa ni maduka, restaurant hizo na mabenki. Lakini kwa sababu wao wamekuja mapema, maana tunaweza tukabadilisha baadhi ya maduka tukatengeneza ofisi ambao wao wakapanga. Sasa hapo tunachosubiri tu kwamba taratibu zao kati ya PSSF na National Housing wakishamaliza, sisi tukitoa maelekezo tutawatengenezea. George, umetekeleza miradi mingi sana. Umejenga Mtukula, umejenga Chato, umejenga Dodoma, umejenga Samia Housing Scheme, umeshiriki huko, na sasa uko hapa Lindi, hususan katika hili jengo la biashara la Mtanda. Watendaji unakuwa unawapataje? Wale wanaokusaidia kazi, hususan wale vibarua. Sasa sisi utendaji wetu wa kazi uko, yani kwa kuhusiana na issue za vibarua na mafundi, ziko za aina mbili. Kwanza National Housing huwa wanapenda kutushauri sisi maengineer tunavyoenda eneo la ugenini, tuweze kuwashirikisha na wenyeji wa pale ili waweze kunufaika na zile fursa za pale. Kwa hiyo ambacho sisi tunafanya, kuna baadhi ya mafundi ambao huwa tunatoka nao huko tulikotoka, au tunawatoa kwenye miradi mingine ya National Housing. Na hii tunafanya kutokana na ubora wao na utendaji wao mzuri wa kazi wanazofanya. Lakini zile kazi za vibarua, kwa maana ya wasaidia fundi, hizi kazi za nguvu zile, mara nyingi huwa tunawatumia watu wa maeneo yale ambapo mradi unatekelezwa. Kwa mfano kama hapa, hao wote unawaona wanaofanya hacking ya mama, hawa ni watu ambao wanatuzunguka mradi huu. Ila hawa mafundi baadhi tumewapata hapa, lakini walio wengi tumewatoa kwenye miradi ya National Housing nyingine. Kwa sababu sisi wote tuna database ya mafundi DC, tunaanza database. Kwa hiyo ukiingia kwenye database pale unaangalia huyu labda aliwahi kufanya kazi na engineer labda Omari. Kwa hiyo unampigia tu Omari, bwana vipi huyu fundi wako yukoje, akikupa details zako ukaona atakufaa, basi sababu namba za simu zinakuwa pale, unampigia anakuja. Kwa hiyo ukishafika kufanya naye kazi, ukiona kweli anaweza unaendelea nayo, ukiona uwezo wake tofauti na unavyotaka wewe, basi unaachana nao. Anaitwa Mhandisi George Shaneli, ni mmoja kati ya wahandisi waliopo ndani ya Shirika la Nyumba la Taifa wanaotekeleza miradi mbalimbali inayotekelezwa na NHC hapa nchini. Na sasa yeye yuko katika mradi huu wa Mtanda Commercial Complex, jengo kubwa la biashara linalojengwa na NHC hapa Lindi. Tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutaendelea na kipindi chetu, ambapo umemsikia akituelezea namna ambavyo anawapata wale watendaji wa kuweza kumsaidia katika shughuli za ujenzi na shughuli mbalimbali zinavyoendelea. Tukirejea tutapata kuwaona hao na kuwasikia kipi ambacho anakizungumza kuhusiana na NHC inavyotoa fursa kwao. Kipindi Maisha ni Nyumba, na leo kinakujia kutoka Lindi.